madhara ni makubwa sana. Mabweni mawili ya wavulana ambayo tumeyatembelea, yaani huwezi kuamini kama kweli watoto walitoka salama. Kikubwa ni washukuru sana walimu pamoja na viongozi wa kijiji hiki cha Engaruka Juu pamoja na diwani kwa jitihada kubwa walizoonyesha kupambana kuhakikisha kwamba watoto wetu wanatoka salama na wanafika kwa wazazi wao salama. Hali ya mazingira na jiografia ya shule yetu iko kwenye kanda mbaya sana, kwamba iko kwenye mkondo wa maji. Tunaombeni hata pamoja na kuokoa irudi kwenye hali yake, tukafikiri namna ya kuondoa shule itoke kwenye eneo la korongo la maji, ili angalau tukakae tukijua kwamba tuna shule yenye salama na amani. Mafuriko hayo pia yameharibu samani na vifaa vingine vya shule kama vile vitanda 35, magodoro 85 na maktaba ya vitabu kujaa tope na hivyo kupelekea vitabu kufunikwa na tope. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Monduli, Mheshimiwa Kisoki Mwitiko, ametembelea na kujionea uharibifu wa miundombinu uliosababishwa na mafuriko yaliyotokea usiku wa kuamkia tarehe 9 Machi 2026 katika shule ya msingi Engaruka Juu iliyopo kata Engaruka wilayani Monduli hapa mkoani Arusha. Mafuriko hayo yalisababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu wa shule hiyo na kulazimika kufungwa kwa muda usiofahamika ili kupisha tathmini ya hali halisi ya athari zilizotokea. Miongoni mwa uharibifu ulioripotiwa ni pamoja na mabweni ya wanafunzi kujaa tope, kubomoka kwa ukuta wa shule wenye urefu wa takriban mita 200, kuvunjika kwa grili 2 za milango pamoja na kupotea kwa baadhi ya vifaa vya wanafunzi vilivyosombwa na maji ya mafuriko. Akizungumza mara baada ya kupokea taarifa ya tukio hilo kutoka kwa mwalimu mkuu wa shule hiyo, Mheshimiwa Kisoki Mwitiko amesema kuwa hali aliyojionea katika shule hiyo, hususan mabweni ya wavulana yaliyokuwa yamejaa tope, inaonyesha ukubwa wa maafa yaliyotokea na si rahisi kuamini kwa wanafunzi wote waliweza kutoka salama katika mazingira hayo. Aidha, amewapongeza walimu wa shule hiyo pamoja na viongozi wa kijiji na kata kwa juhudi kubwa walizochukua katika kuhakikisha wanafunzi wote wanatolewa katika maeneo hatarishi na kufikishwa salama kwa wazazi wao na walezi mara baada ya tukio hilo kutokea. Kwa upande wake, mwalimu mkuu wa shule hiyo ya msingi Engaruka Juu Bwana Meimute amemshukuru mwenyekiti wa halmashauri kwa kufika shuleni hapo na kujionea hali halisi ya uharibifu uliotokea, akieleza kuwa kwa sasa uongozi wa shule kwa kushirikiana na jamii unaendelea kuokota baadhi ya vifaa vya wanafunzi vilivyosombwa na mafuriko hayo. Katika hatua nyingine, Mheshimiwa Kisoki Mwitiko aliambatana pia na baadhi ya madiwani akiwemo makamu wa halmashauri ya wilaya Monduli ambaye ni diwani wa kata ya Sepeko Mheshimiwa Diwani Kimai, pamoja na mwenyekiti wa kamati ya elimu, maafa na maji Mwene Sileboi, ambao kwa pamoja wameiomba serikali kufanyia tathmini ya haraka ya kiwango cha hasara iliyotokea ili kuwezesha wanafunzi waliopoteza vifaa vyao kupatiwa msaada na kurejea kuendelea na masomo yao bila changamoto. Aidha, akizungumza kwa niaba ya wananchi wa kijiji cha Engaruka ya Juu, mwenyekiti wa kijiji hicho Abraham Legolie naye ameiomba serikali kulichukulia kwa uzito swala hilo kutokana na mazingira ya kijiografia ya shule hiyo ambayo ipo katika mkondo wa maji, huku mvua zikiendelea kunyesha na kuongeza hatari ya kutokea kwa mafuriko mengine. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na diwani wa kata hiyo ya Engaruka Mheshimiwa Onesmo Naikoyo, amesema shule hiyo ilikuwa na wanafunzi 1300 ambapo hadi kufikia siku ya Alhamisi wanafunzi wote waliweza kuondolewa katika mazingira yale na magari ya jeshi kutokana na matope kujaa katika eneo hilo, hali iliyosababisha usafiri mwingine kushindwa kufika pale, na hadi sasa hakuna mwanafunzi yeyote aliyobaki katika eneo la tukio. Hii ni Oldonyo Media, habari karibu nawe. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Taarifa za athari ya mafuriko yaliyotokea usiku wa kuamkia tarehe 9 mwezi wa 3 2026. Naomba nikutaarifu kuwa usiku wa kuamkia tarehe 9 mwezi wa 3 2026 mnamo saa 6 usiku, shule ya msingi Engaruka Juu iliingiliwa na mafuriko makubwa yaliyokuwa yamebeba majabali makubwa na magogo ambayo yalipelekea kuleta uharibifu mkubwa wa miundombinu ya shule pamoja na upotevu wa vifaa vya wanafunzi. Baadhi ya miundombinu iliyoharibika ni pamoja na kuvunjika au kuanguka kwa ukuta wa uzio wa shule mita 200 upande wa mashariki na mita 100 upande wa magharibi, kuvunjika kwa grill za milango miwili ya mabweni, madirisha 6 na madirisha 6, miundombinu ya maji safi kuharibiwa na kukosekana kwa maji safi na salama, vyoo kujaa tope na kuharibika kwa miundombinu ya maji taka
yaani chamber and sewage tank. Mafuriko hayo pia yameharibu samani na vifaa vingine vya shule kama vile vitanda 35, magodoro 85 na maktaba ya vitabu kujaa tope na hivyo kupelekea vitabu kufunikwa na tope. Pia mafuriko hayo yameleta athari kubwa kwa wanafunzi 250 waliokuwa bwenini kupoteza masanduku yao na vifaa vyao vyote vilivyosombwa na mafuriko, zikiwemo sare za shule, mabegi, madaftari, sabuni, mafuta ya kupaka, mashuka pamoja na blanketi. Pamoja na athari za miundombinu na samani mbalimbali, tunamshukuru Mungu hakuna majeruhi wala vifo vilivyotokea shuleni. Wanafunzi wote waliokuwa wamelala bwenini waliweza kuokolewa na walimu wakiwa salama. Hali ya mazingira ya shule kwa sasa ni mbaya, kila mahali ni tope na hivyo kupelekea kutoweza kuendelea na shughuli za ufundishaji na ujifunzaji mpaka hali itakavyokaa vizuri. Uongozi wa shule unawashukuru walimu wote kwa pamoja, wanafunzi, jamii, majirani wa shule na wote walioshiriki katika kuhakikisha tunawaokoa wanafunzi wakati wa tukio hili. Kwa sasa tunaendelea na shughuli za kuokota baadhi ya vifaa vilivyokuwa vimesombwa na mafuriko. Huko Engarukajuu katika shule ya msingi Engarukajuu ambayo ndani ya siku mbili ilipatwa na janga la mafuriko yaliyotiririka katika mto mkubwa huko Engaruka na kusababisha matope makubwa kuvamia shule hii ya msingi na kusababisha madhara mengi ambayo yalikwisha tajwa na mwalimu mkuu katika shule hii. Wazungu wanasema kuona ndio kuamini. Tumekuja, tumejionea. Madhara ni makubwa sana. Mabweni mawili ya wavulana ambayo tumeyatembelea, yaani huwezi kuamini kama kweli watoto walitoka salama. Kikubwa ni washukuru sana walimu pamoja na viongozi wa kijiji hiki cha Engarukajuu pamoja na diwani kwa jitihada kubwa walizoonyesha kupambana kuhakikisha kwamba watoto wetu wanatoka salama na wanafika kwa wazazi wao salama. Lakini pia ni shukuru ofisi ya Mheshimiwa DC ambaye nilimpigia simu na akapambana kuhakikisha kwamba tunapata magari ya jeshi letu la wananchi kuja kusaidia kurescue watoto hao, kwa sababu kwenye mto mkubwa wa Athmani ilikuwa haipitiki kwa magari ya kawaida, lakini kwa sababu ya hayo magari ya kijeshi yalisaidia kuvuka na kuja kuwachukua watoto wetu kupeleka kule kwa wazazi wao. Tutaendelea kutuma wataalamu wetu kuja kufanya tathmini ya kina, ni nini kifanyike kuokoa shule yetu, lakini pia watoto wetu waendelee kusoma, lakini pia namna gani ya kurescue majengo, vitanda, magodoro ambayo yameharibiwa na mafuriko haya. Sisi kama halmashauri tutaendelea kuunga juhudi zitakazoendelea kutolewa na wananchi wetu, hasa wazazi pamoja na wananchi wa Engarukajuu kwa kutoa mchango kuisapoti jitihada hizo. Lakini pia tutaendelea kuunga juhudi za wadau wa maendeleo katika wilaya yetu ya Monduli. Tunatoa wito kwenye kile kamati cha maafa ambayo kimeundwa, waungane kuhakikisha kwamba kwa pamoja tunakuja kuisaidia shule hii ya Engarukajuu. Nishukuru sana shirika ambalo makamu wangu amelitaja kwamba leo wametoa magodoro 20 ambalo ni shirika la Natopio ambayo mkurugenzi wake ni diwani wa Monduli Juu, kwa kuonyesha njia. Na mimi naungana na wananchi wa Engaruka kuwapa pole sana walimu, lakini na wanafunzi na wasasi wa wanafunzi kwa janga hili mbaya ambayo limetokea usiku wakati watu wamelala. Tunamshukuru Mungu kwa sababu bahati nzuri kama mwenyekiti wetu wa serikali ya kijiji aliposema, tatizo lilipotokea hakuna vifo. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu ni mwenyekiti, kama unapojua kwamba tumepita kila darasa, lakini tumepita kila bweni, tumeona matatizo makubwa, tumeona maji yalipojaa mpaka karibia vioo, tumeona madirisha yalipofunjwa ili watoto wetu wapitie madirishani.
hali ilikuwa mbaya sana. Kwa hiyo niwape pole walimu, lakini nimpe pole afisa elimu misingi kwa hatua kubwa ambaye alichukua haraka kuja kuhakikisha kwamba shule amefunga haraka, kwa sababu ukienda labda wakakuta watu wengine, watendaji wengine wasembe, wasingechukua hatua ya haraka ambayo afisa wetu elimu misingi alichukua, kwamba shule yetu ni kongwe. Ukisomewa kwenye historia unaambiwa kwamba imeanza mwaka 1940. Ipo kwenye shule kongwe ndani ya wilaya yetu, lakini imejengwa kwenye mkondo mbaya sana ya korongo kubwa. Naogopa kwa sababu tumeshindwa, kama unapojua kwamba tumetaka kwenda mpaka kuona mwanzo ya udongo ulipotokea. Naogopa kwamba milima hizi imefunjika, lakini tumeshindwa kufika mwisho. Sasa ni lazima tuchukue hatua kama serikali. Moja, tumechukua hatua ya kwanza ya kufunga shule, lakini tuchukue hatua ya kusaidia wale wanafunzi waende kuendelea na masomo yao. Niombe kamati yetu ya maafa na viongozi wengine ofisi ya afisa elimu misingi kuhakikisha kwamba watakaa chini haraka sana na kufanya tathmini sahihi, kujua kwamba ni kiasi gani ya hasara ambayo imepatikana, kwa sababu leo wanafunzi ambao wametolewa, kama tulipoona, madaftari, magodoro, sijui nini yamejaa na tope yameachwa pale pale. Kwa hiyo ni madhara makubwa sana. Basi kama kamati ikikaa, wafanye tathmini sahihi, tujue hasara ni kiasi gani, ili wanafunzi wachukuliwe hatua kununuliwa vifaa vyao ili waende kuendelea na masomo yao. Kwa majina yangu naitwa Mwenyezi Leboi, mwenyekiti kamati ya elimu afya na maji. Mheshimiwa mwenyekiti, tumekuja kuona mafuriko au athari iliyopata shule yetu ya msingi ya Ngaruka. Tumeshajionea hali ilivyo ndani ya shule. Tumeona kwa kweli miundombinu imeharibika, madarasa ya tope limejaa, bweni imeharibika, tope limejaa ndani. Tumeshaona kuta zote za shule zimeanguka. Kwa kweli tumejionea hali ilivyokuwa mbaya. Kwa sasa maana yake shule hii inahitaji dharura haraka ili kuwarejesha wanafunzi wetu waje wasome. Mheshimiwa mwenyekiti, nishukuru sana mwenyekiti wetu wa kijiji cha Ngaruka. Kwa kweli tuwapongeze sana kwa kazi nzuri umeshafanya tangu tukio litokee. Umeweza kuokoa wanafunzi wetu, umeweza kuwasaidia kuwarudisha nyumbani. Ni jambo la kuwashukuru sana. Sasa na mimi tuwaambie kwamba tuko pamoja katika hili, na sisi tuombe Mheshimiwa mwenyekiti, halmashauri yetu na yenyewe iangalie namna ya kuweza kunusuru wanafunzi wetu warudi shuleni. Sisi kama kijiji cha Ngaruka Juu tutakwenda kuketi vikao vya kisheria ili pia tutengeneze namna ya kupata mchango kwa ajili ya kusapoti maendeleo ya shule yetu, ili shule yetu irudi kwenye hali yake ya kawaida. Lakini pia ni kuombe mwenyekiti wa halmashauri na jopo lako mkaketi vikao vyenu, kwa kuwa umekuja na kujionea hali halisi kwenye shule yetu jinsi ilivyoharibiwa na maji. Nendeni mkachukue hili kwa uzito kama ulivyoshauri sisi, kwamba na sisi tuhakikishe kwamba tunakuunga mkono na tunajitahidi, ili pia na wewe ukifika utukute tumepambana ili utusapoti ili shule irudi kwa sehemu salama. Lakini nashauri pamoja na kuwa hizo jitihada tutachukua, hali ya mazingira na jiografia ya shule yetu iko kwenye kanda mbaya sana, kwamba iko kwenye mkondo wa maji. Tunaombeni hata pamoja na kuokoa irudi kwenye hali yake, tukafikiri namna ya kuondoa shule itoke kwenye eneo la korongo la maji, ili angalau tukakae tukijua kwamba tuna shule yenye salama na amani.